Karibuni sana KingoFarm. Kwenye hii video ya leo hii ninataka nikuelezee japo kwa ufupi tu namna ambavyo unaweza ukatumia hiki kitunguu maji kwa ajili ya kuwakinga kuku wako, lakini pia kuwatibia ugonjwa wa mdondo au huwa tunaita ugonjwa wa kideri au Newcastle. Nitakuelezea umuhimu kwanza kwa nini hiki kitunguu maji tunakitumia kuweza kutibia kideri. Kwanza kabisa tukianza, hiki kitunguu maji kina kemikali ambayo inaitwa allicin. Hii kemikali huwa ndio inapambana na magonjwa ya virusi, lakini pia na magonjwa ya bakteria ndani ya mwili wa kuku. Na namna ambavyo inafanya kazi hii allicin, hii kemikali ambayo ipo kwenye hiki kitunguu maji, inakwenda kuongeza kinga kwa huyo kuku dhidi ya kuweza kupambana na magonjwa. Na kama kuku ana kinga ya juu zaidi, basi inakuwa ni rahisi kwake kuweza kupambana na magonjwa yanaweza ikawa ya virusi, lakini pia ya bakteria. Ndio maana hapo unaweza kuona hii inapambana vizuri sana na magonjwa kama vile ya kideri. Kuna vitu ambavyo inatakiwa uvichanganyie endapo kuku wako anaumwa kideri, lakini pia kuna vitu inatakiwa uvichanganyie kwenye hiki kitunguu maji ili kuweza kumkinga huyo kuku. Inatakiwa unisikilize mpaka mwisho ili uweze kujifunza vizuri kabisa kuhusiana na hiki kitunguu maji. Kabla sijaenda mbali, na kukumbusha kwamba unaweza ukajiunga na madarasa ya KingoFarm. Tunaelekeza namna ya kuwalea vifaranga tokea wakiwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa. Lakini pia bila ya kusahau, sisi KingoFarm tunavyo vitabu ambavyo vinatoa elimu na miongozo ya namna sahihi kabisa ya kuwafuga kuku wa aina zote, wawe kuku wa kienyeji, wawe kuku chotara. Wewe cha kufanya, tupigie tu simu sisi KingoFarm. Ukitupigia simu tutakuelekeza. Kama unafuga kuku wa kienyeji, tutakwambia vitabu ambavyo vinakufaa kwa ajili ya hao kuku wa kienyeji. Lakini pia kama unafuga chotara, kuna vitabu maalum kwa ajili ya kuku chotara. Vitabu vyetu gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp, lakini kujiunga na kundi ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Kwa muda wa miezi miwili unalipia 8,000, kisha tunakuunga kwenye hilo kundi la WhatsApp. Sasa tukiendelea na kitunguu, pamoja na kwamba kitunguu kinakuwa kina kemikali ya allicin ambayo inaongeza kinga kwa kuku, hivyo inamfanya kuku awe na uwezo mkubwa wa kupambana na magonjwa ya virusi kama vile kideri, lakini pia hii kitunguu maji ukikitumia vizuri hiki hapa kwa kuku wako, hii kwanza ni tiba nzuri pia ya magonjwa ya mafua, magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Kama kuku wako wanakohoa, wana kikohozi, wanapumua kwa shida, hii ni tiba nzuri sana. Kwa hiyo kutokana na hivyo, huaga kwa mfano kama labda kuku wako wanaumwa kideri, kuna magonjwa ambayo huaga yanaambatana na kideri, umeona? Yani magonjwa ya virusi mara nyingi sana kuku anaweza akawa nayo, lakini kama kinga zake zipo juu hayaonekani. Lakini pale ambapo kinga zinakuwa zimepungua, kuna magonjwa mbadala huwa yanakuja kwa huyo kuku na kumfanya kuku aweze kufa. Ndio maana unaweza kuona kuna dalili nyingi sana za ugonjwa kama vile ugonjwa wa kideri. Kuku kusizia, muda mwingine kuku kulia kama filimbi, muda mwingine kuku anakuwa ananyanyua shingo juu. Kwa hiyo endapo kuku kama ana virusi ambavyo vinaleta ugonjwa wa kideri, akipata mafua ni rahisi sana kuweza kufa mapema. Kwa hiyo hiki kitunguu maji nataka niseme kwamba kinaondoa yale magonjwa mengine, kinakuwa kinazuia yale magonjwa mengine ambayo yanaweza yakampelekea kuku kuweza kupata shida kama vile mafua. Kuku ambaye ukimpa hii hapa, hata kama mafua itakuwa yamnyemelee, basi mafua yatatoweka. Kwa hiyo ni tiba nzuri sana ya mafua. Lakini pia huwa inaua bakteria
tumboni kwa kuku, bakteria ambao hawafai. Kuna bakteria wengine wapo kwenye tumbo la kuku wanafaa, lakini wale ambao wanaleta magonjwa, hiki kitunguu maji huwa kinaenda kinawaua kabisa. Ndio maana ni muhimu sana kwa kuku. Sasa labda nikutajie mchanganyo, namna ambavyo unaweza ukachanganya hiki kitunguu maji ili kuweza kutumia kama kinga. Tunaanza kwanza kama kinga. Kama kinga bwana, utahitaji sasa size ya vitunguu maji. Umeona, kwa mfano mimi hapa naweza nikatumia hivi vitunguu maji vitatu, 1, 2, 3 hivi hapa. Hivi vitatu nitavibrendi, nitachukua jani moja la aloe vera, lakini pia nitachukua kijiko kimoja cha asali. Hivi nitavichanganyia kwenye maji lita 10. Nitaviblend vyote, nitachanganyia kwenye maji lita 10. Hivyo ukiwapa siku 2 siku 3, basi unakuwa umetengeneza kinga. Lakini sio lazima uwape muda wote. Unaweza kuwapa asubuhi, mchana ukaendelea kuwapa vitamini za kawaida za dukani. Kwa hao kuku wako wapo unakuwa umewakinga. Lakini kama kuku wako wameshapata kideri, jinsi ambavyo unaweza ukatibia kwa kutumia hiki kitunguu maji, utahitaji vitunguu maji kama hivi hapa ambavyo nimeviweka hapa. Kama unavyo vikubwa, ila makadirio iwe hivi. Lakini pia utahitaji majani 3 ya aloe vera, na utahitaji vijiko 3 vya asali ile mbichi ile, vijiko 3 na nusu ya kijiko cha jivu. Huu mchanganyo ublendi, yani kwenye blender weka hivi vitunguu, katakata majani ya aloe vera, weka na hivyo vijiko 3 vya asali, usije ukaja kuwekea mwishoni. Afu kisha una blend. Ukiblend unachanganyia kwenye maji kati ya lita 8 mpaka lita 10, inategemeana na hali yao kuku. Kama wana hali mbaya zaidi, unachanganyia kwenye maji lita 10. Kwa hiyo ukifanya hivyo siku 3 mfululizo, tofauti na kule kwenye kinga nimewambia kwamba kama itaisha asubuhi, basi mchana unaweza kuendelea kuwapa vitu vingine huo mchanganyo wako. Lakini hapa kama mchanganyo utaisha, utawatengenezea tena mchanganyo kama huo, utawapa tena. Kama mchanganyo utaisha, utawatengenezea tena mchanganyo kama huo hapo, utawapa. Kwa hivyo ndivyo ambavyo utakuwa umewakinga kuku wako, umewatibia kuku wako kideri. Jamani, kuku wenye kideri hapa kwetu sisi kwa tiba za asili wanapona kabisa, vizuri kabisa, na tumeshafanya hivyo mara nyingi. Asanteni na kwa elini. Kama una shida ya vitabu, kujiunga na kundi, namba yetu ya simu hiyo hapo, unaweza ukatupigia.